Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni wapendwa, hii ni hadithi ya fumbo la Pasaka, njia ya upendo hadi ushindi. Karibu ungane nami katika kusikiliza hadithi hii nzuri maridhawa. Ndugu mpendwa, usipange kutoka, baki hapo ulipo usikilize. Karibu. Katika mtaa mmoja wenye kelele na harakati nyingi, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Petite. Tofauti na vijana wengi wa rika lake waliopotelea kwenye starehe za kidunia, Petite alikuwa kijana mtafutaji asiyechoka, mwenye imani thabiti ndani ya kanisa Katoliki, mwenye kiu ya kuelewa maana halisi ya maisha na imani yake Katoliki. Ingawa hakuwa na shida kama za vijana wengine, lakini alikuwa anaendeshwa na janga lake la ndani moyoni mwake. Alihisi maisha yake hayana mwelekeo na alikuwa amezungukwa na vishawishi vilivyomfanya ajione hastahili mbele za Mungu. Siku ya Alhamisi Kuu, Petite alishiriki misa ya karamu ya Bwana. Alipomwona padre akivua vazi lake la nje na kufunga kitambaa kiunoni ili kuosha miguu ya waamini, Petite alipigwa na butwaa akasema, "What?" Alikumbuka fundisho la kanisa kuhusu Ekaristi takatifu na daraja ya upadre. Alitafakari binafsi huku akikumbuka maneno yale yasemayo, ikiwa Kristo aliye Mungu alijishusha na kuwa mtumishi, mimi ni nani hata nione fahari au kukataa kuwatumikia wenzangu? Usiku ule wakati wa kuabudu Ekaristi, Petite alijifunza kuwa ukubwa wa mwanadamu hauonekani kwenye cheo au mali, bali kwenye huduma ya upendo ambayo unaifanya kwa ajili ya wengine. Siku ya Ijumaa Kuu, wakati wa ibada ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, Petite alishiriki katika njia ya msalaba. Kila kituo kilimkumbusha kuwa mateso si ishara ya kuadhibiwa na Mungu, bali ni njia ya utakaso. Alipofika mbele ya msalaba na kuubusu, alihisi mzigo wa dhambi na mahangaiko yake ya ujana yakipungua. Kanisa linafundisha kuwa msalaba ndicho kiti cha enzi cha huruma ya Mungu. Petite alielewa kuwa makosa yake ya nyuma yamesulubiwa pamoja na Kristo, na kuanzia hapo aliamua kuacha kabisa tabia zilizokuwa zikimuweka mbali na neema ya Mungu kupitia sakramenti ya kitubio. Usiku wa kesha la Pasaka ulikuwa wa kipekee kwa Petite. Akiwa ameshika mshumaa wake mdogo uliowashwa kutoka kwenye mshumaa wa Pasaka, alitazama jinsi mwanga unavyosambaa kanisani kote. Huku akisikiliza mbiu iliyoimbwa na shemasi, alitambua kuwa Pasaka si historia ya kale, bali ni tukio linalotokea ndani yake leo. Alijifunza kuwa ubatizo wake unampa mamlaka ya kuishi kama mtoto wa mwanga. Jumapili asubuhi, wakati vijana wengine wanajiandaa kwenda kuwapeleka abiria, yeye alijiandaa vizuri ili aende akasali. Petite aliamka akiwa na furaha isiyo na kifani. Hakuwa na huzuni tena ya kukosa mwelekeo. Alielewa kuwa mafundisho makuu ya Pasaka yanasema ufufuko ni uhai. Kristo amemfufua Petite kutoka kwenye kifo cha kiroho. Lakini pia alitambua tumaini la ujana, kuwa kijana Mkatoliki si mzigo, bali ni fursa ya kuwa na ushindi ukiwa ndani ya Kristo aliyefufuka, katika mazingira ya shule, kazi na marafiki. Petite alitoka kanisani akiwa na azimio jipya. Mwaka huu Pasaka haikuwa tu likizo ya kula na kunywa, ilikuwa ni Pasaka ya mageuzo ya moyo. Alijifunza kuwa mradi Kristo amefufuka, hakuna giza lolote katika maisha yake linaloweza kushinda mwanga wa Mungu. Kristo amefufuka. Haleluya, haleluya. Ndugu mpendwa msikilizaji, ulikuwa nami, nikutakie Pasaka njema. Heri ya Pasaka.
Yesu amefufuka. Kweli amefufuka, kaburini hayupo, ni mzima. Kuwa kama Petite sio dhambi. Dhambi ni kubaki kule ambako Petite aliamua kutoka. Ndugu mpendo unayenisikiliza, amua kutoka na wewe. Yesu amefufuka. Tuendelee na sakramenti ya kitubio. Merci beaucoup, ciao, au revoir, danke, tschüss.